Mwananchi anapokwenda sokoni kununua mchele, sukari au maharage au matunda, anatarajia kupata kiwango halisi cha bidhaa alicholipia. Lakini sasa hivi bado kuna wizi ambao unafanyika. Mzani badala ya kusoma kilo moja unasoma kabla kilo moja kidogo, na unakuwa adjusted makusudi. Mtu wa namna hii ni mwizi kama walivyo wezi wengine, na kama anatakiwa kupelekwa mahakamani, huyu anatakiwa adhabu yake iwe miaka mingi zaidi, kwa sababu wewe ndiye uliyesema unauza 2000, halafu tena katika 2000 hiyo hiyo tena unanikata tena. Na hii tabia imo hata humu Kariakoo kwa wafanyabiashara, ipo Tanzania yote kwa wafanyabiashara, ipo kwa mtu ambaye sio mfanyabiashara, tabia ya kuiba bidhaa kwa kutumia mizani. Sasa huo ni utajiri ambao hauna utofauti hata kidogo. Narudia tena, juzi mmesikia taarifa aliyoitoa Sakapu Mlilo ambaye ni ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam kuhusiana na kijana wetu ambaye alitoweka, anaitwa Bwana Temba, ambaye alikuwa anasoma IFM. Mmeona kitu ambacho kimefanyika. Wale jamaa zetu wamemkamata kijana, wamemchinja, wakaona haitoshi, wakatoa vitu vya ndani kwamba vitawasaidia mambo ya figo, maini. Wakaona iwezekani, wakakata kichwa, wakagawana kwamba ukiwa na kichwa hiki wewe utakuwa tajiri. Ukiona mwanadamu umefikia hatua hiyo ya kudhani kwamba utajiri ni mpaka umwage damu ya mtu, wewe ni shetani uliokithiri. Sasa hiyo ndiyo tabia tulionayo. Kwa wizi kwenye mafuta, nafikiri wakala wa vipimo wanafanya pia calibration kwenye masuala ya magari, kuangalia matenki yanabebaje mafuta. Mnafanya vipimo hivyo kwenye matipa, mnakwenda vipimo hivyo kwenye mizani ya kawaida na kadhalika na kadhalika. Unaambiwa bwana, hii ni kilo kadhaa, hizi ni zinabeba cubic meter kadhaa, lakini at the end unakuta hakuna cubic meter zile. Pesa hiyo unayoipata siku zitakapotimia lazima utaitapika, kwa sababu uliyemwibia anatoa machozi. Ukikuta mtu wa chini anaanza kulia, a normal person is crying, anarusha machozi yake chini, halafu wewe na familia yako mnafarijika, mnafurahi kwamba mnakuwa, utakuja kupigwa na kansa ambayo hujawahi kuielewa, utapigwa na stroke ambayo hujawahi kuielewa, utapigwa na homa ya ini ambayo hujawahi kuielewa, kwa sababu ya utapeli wa kuzitaka fedha zisizo za kwako. Kwa ndugu zangu wafanyabiashara mlioko hapa, pamoja na ninyi wote ambao tunasimamia, ifike wakati msipende sana dhuluma. Dhuluma sio nzuri, dhuluma zinatesa.